Salamu. Naam. Wapi unakuwa hai? Naenda na safari zangu tu. Unasemaje? Mimi. Zaidi habari tu. Hakuna kingine hapo. Imekuwa uzuri. Sogea. Haya, bwana wewe unajitafutia balaa. Tena unajitafutia balaa wewe pamoja na sisi. Kwani mama mimi nimekosa nini? Wewe unajifaa ujue? Wewe umeanzisha mtindo wewe kwenda kuuza karafuu za wizi pamoja na wenzio. Wewe hujui kama hilo ni kosa? Hujui kama hilo ni kosa? Mnaweza mkafungwa. Alafu hapo nasikia mnaenda kuna kwa mikarafuu, mnaenda kukata matawi. Hujui kama unasababisha hasara kwetu sisi pamoja na taifa kwa jumla? Vibaya. Nani kija nikasikia tena hujui inakuja kukupiga. Haya. Naona mmefungulia redio mtu na mwanawe. Kuna nini? Imekuwa uzuri kutokea mama wangu. Umgombe mwanao. Siku hizi kaanzisha mtindo aenda kuiba karafuu za watu, alafu aenda kuziuza. Kwa mzee Kibengula yeye nasikia anauza karafuu kwa kikombe, ananunua karafuu kwa vikombe. Wewe mtoto wewe. Mwanangu. Jamani. Mbona utakutuletea balaa hapa nyumbani wewe? Kwa nini utakutuletea balaa? Mzee Kibengula leo ndo kawa ZSTC sio? Sasa nakwambia hivi ZSTC peke yake ndio wenye mamlaka na ridhaa ya kuuza hizo karafuu hapa nchini Zanzibar. Sio vinginevyo. Ni ZSTC peke yake ndio yenye ridhaa na mamlaka ya kununua hizo karafuu na si wengine yoyote yule, wala hawana wakala. Wakisema kwamba mtu utembea vikombe vyako, usipige bakuli ukamuuzie mtu mwingine akusanye ndio apeleke kule, hamna. Ni wao wenyewe tu ndio wanadili na hiyo shughuli. Haya, wewe nitafuta vikombe vya karafuu wampelekea nani? Kama kutafuta pingu huko mtoto wewe. Kwanza sisi kuona wewe ndio unaenda na karafuu utakufukuza mbio kweli. Hamruhusiwi nyinyi kuajiriwa kutokana na umri huu. Mnatakiwa msome. Ikifika miaka 18 huko kishafuka pale sasa ndio kufanya kazi. Umesikia wewe? Sawa baba. Acha kabisa mchezo huu. Ndio uzungumze naye, afu asije akaleta nini akaja akasema kama katumwa na matajiri marufuku. Umefahamu? Nao bima washasema hatolipa fidia kwa mtoto yote atakayeanguka kuna kwa mikarafuu. Kwa hiyo mwambie kabisa. Ukivunja kiuno mimi na hama hapa. Siwezi kukaa nikamgusa mtu letambaa hapa. Haya. Ndio yale halikuniki. Kaambia bwana we. Usianike hizo karafuu barazani, yeye ndo hapa barazani anikaja hapa. Mara wewe kazalika barabarani. Gari kipita mavumbi yameingia na mtu vile akitembea mwenyewe kabaki nikije kapu chake hapa na karafuu za kichafu na umemkuta. Akashtuka. Kashtuka mimi nijua amekamia kiboko yake. Kanitazama mimi nikamtazama. Salamu alaykum salam. Naambia wapi sasa hizo? Ndabu kwa jamaa zangu hapo. Wasemaje? Kwa nikamwambia kuna wengine mzadi kusalimia tu. Kwani mumangu kuna madhara gani kufanya hivyo? Madhara hapo tena makubwa. Unapochukua karafuu, halafu kachukua makonya ukayasaga, ukachanganya karafuu na kwa ZSTC, wao hawataona. Sasa ishapelekwa ile mali ishapelekwa sasa kwenye soko la nje, sasa kule ndio unapokwenda kuanguka. Ule ubora wote wa karafuu ya Zanzibar unaanguka pale. Sifa zote zinaanguka pale. Hakuna tena. Sasa kisha sifa ni kwamba mawili. Watu waweza kununua kwa bei ndogo ama zikarudishwa zile. Kabisa mtu asinunue. Hapa taifa kwanza ZSTC yenyewe kwanza mshaiua. Maana nimeshatoa pesa kwa kununuza nyinyi, watarudishwa nani? Halafu na taifa nalo la kosa mapato. Sisi ndio chali. Hakuna kitu la nini hapa nyumbani. Hatufaa kula nini, sio nzuri. Wewe bwana, hebu achana na shughuli. Achana na shughuli kabisa. Leo ndio wewe mwanzo na mwisho. Wakwenda kuparamia vibakuli mikarafuu kupeleka vibakuli, sawa? Pumbavu zako. Ushasikia?